Ingia kwenye kipindi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii ambako tuko live, vile kutupigia simu hapa studioni na kutuandikia ujumbe mfupi. Lakini kabla hata sijaanza mjadala wenyewe hapa studioni, labda nipate kusikia kutoka katika kaunti tofauti hisia za wananchi, wazazi ni zipi kuhusiana na afya ya akili kwa wanafunzi. Na tunaanza Taita Taveta aliko mwandishi wetu wa habari. Tuanze Nakuru mtazamaji, aliko mwandishi wetu wa habari Mike Chalo ambaye amezungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hilo kuhusiana na mada yetu ya leo. Chalo? Ananikaunta na nataka umalize kufocus. Na asante sana Kilemi. Kwa maana hiyo ninao watoaji ushauri nasaha hapa katika kaunti ya Nakuru, na bila kupoteza muda niruhusu niweze kuwahusisha waweze kuniambia pengine afya ya akili ya mwanafunzi wa hapa nchini pengine imezingatiwa ipasavyo. Nikianza na wewe, kama unaweza kuanza na jina, utuambie kwa maoni yako unadhani kuwa mwanafunzi wa hapa nchini afya yake ya akili imeweza kuzingatiwa? Shukran sana. Kwa majina naitwa David Getao Gadhura. Na mimi ni mtetezi wa kurejea katika hali ya kawaida kutokana na uraibu, na mimi napenda sana kuongelesha watoto, na jambo hilo ambalo umeniuliza kuhusu afya ya kiakili ya watoto haijaweza kuzingatiwa kwa njia ambayo inafaa. Pengine shida iko wapi? Ni kipi kinafaa kufanywa? Kile ambacho kinafaa kufanywa ni katika system zetu za mashule. Tunafaa kuweka jambo hili litiliwe mkazo, litiliwe maanani. Counselors waweze kupatiwa opportunities, volunteers waweze kupatiwa opportunities, na waweze pia kusaidiwa katika fedha, waweze kusaidiwa katika mwaliko, waweze kujitokeza ili walimu pia waweze kuongeleshwa na kufunzwa, na iwe mandatory kwamba counseling iwe mandatory katika mashule. Vituo vile vya kutoa ushauri nasaha katika shule unaweza pata pengine kituo ni kimoja au mwalimu mmoja ama wawili ndio wamepewa jukumu hilo. Kwa maoni yako, wanafunzi ni wengi shuleni, pengine ni kitu gani ambacho kinafaa kufanywa ili kuweza kuhakikisha walimu wale wameweza kutimiza idadi ya wanafunzi wako katika shule ile ambao pia wana changamoto za afya ya kiakili? Afya ya kiakili iko katika mashule zetu, na wacha nikwambie ndugu yangu ya kwamba kuna dalili ambazo huweza kuonekana. So sisi kama counselors tunafaa kuwafunza walimu wetu, kuwafunza hao walimu ya kwamba wakuwe wanaweza kuangalia dalili kadhaa ambazo wanafunzi huwa nazo, hizo expressions. So inafaa na ni jambo la maana tuzingatie ili wanafunzi wetu waweze kusaidiwa. Ndio. Kwa maoni yako, pengine walimu ni wachache ndio shuleni, Wizara ya Elimu pengine inafaa kufanya nini? Manake majukumu ni mengi, zipo tu subjects nyingi ambazo zinafundishwa shuleni na walimu wamepewa pia jukumu lile. Pengine kunafaa kutolewa watu wengine kutoka nje pasi na walimu, ama kipi kifanywa? Ile jambo ambalo linafaa kufanywa ni ya kwamba hata kama tunafunza wanafunzi wetu hizi masomo za kawaida, mathematics, science, engineering, CRE, mimi ninaomba ya kwamba hata kuwe na masomo ya counseling ya cha lazima kwa wao wanafunzi wetu. Nafurahi kwa sababu walimu wengi wa CRE wanajaribu sana. Asante sana. Yeah. Asante. Pengine nikiungana na mwingine, kwa maoni yako, afya ya akili pia inaambatanishwa na mazoezi. Inasemekana kama mwili uko sawa basi pia akili iko sawa. Pengine ni wakati ambao tunapoelekea kuwa wanafunzi waweze kuhusishwa hasa katika mazoezi. Kianza na majina. Asante sana. Kwa majina yangu ni David Kongo, mraibu anayepona na mshauri addiction counselor, na kwa hakika vile ambavyo umesema kuna gaps katika shule kuhusu mental health, na wanafunzi wetu wanapaswa sana kuwa na life skills education ambayo inafunzwa kwenye shule, ndio kuweza kuhamasisha afya ya kiakili kwa wanafunzi wetu kulingana na katiba Act 2013 na Education Act 2010 katiba, na 2013 ni Education Act ikaweza kutiliwa mkazo. Nadhani kunaweza kuwa na
msururu mzuri. Asante sana. Kilemi ni baadhi ya washauri nasaha na ambao umeweza kuwasikia, pia wanapigania sana swala la kuwasaidia watu mbalimbali katika jamii ambao wanakumbwa na changamoto za uraibu kuweza kuepuka ama kuweza kutoka katika lindi lile, na wanachopendekeza zaidi pia ni somo la afya ya kiakili liweze kujumuishwa katika masomo mengine ili liweze kusomwa katika shule. Kutoka katika jiji hili sina la ziada kwako Kilemi. Naam, asante sana Mike Chalo. Bila shaka mwandishi wetu wa habari huyo kutoka Nakuru hapo akizungumza na wakazi ambao pia ni wazazi kuhusiana na iwapo kweli afya ya akili kwa wanafunzi imezingatiwa au la. Sasa nirejeshe hapa studioni nipate kuwashirikisha wageni wangu, na nitaanza naye Mwalimu Amunga. Nisikie tu kwa kifupi kwa mtazamo wako hapa nchini Kenya, unadhani kwamba shule zetu zinazingatia afya ya akili kwa wanafunzi? La hasha. Manake nimefundisha kwa hizi shule zetu kwa miaka kadhaa, na kuna department inaitwa guiding and counseling katika shule zetu. Lakini yule ambaye anapewa hiyo nafasi ya kufanya hiyo kazi ya guiding and counseling hajahitimu hata kidogo katika sehemu hiyo. Au unapata kwamba shule inaweza okota yeyote pale na kusema kwamba you are now in charge of guiding and counseling in our school. But in the process you discover this person has, hata yeye mwenyewe ndiye anahitaji guiding and counseling sana, sio tu huyo wanafunzi. Sasa unapata kwamba mambo ya afya ya kiakili katika shule zetu haijazingatiwa hata kidogo. Na sio tu kwa wanafunzi, hata sisi kama walimu tunapitia hiyo changamoto kwamba hamna hiyo yote ambaye anaangalia pia sisi kama walimu afya yetu tunapokuwa pale shuleni. It's just assumed that kila mtu tuko sawa, akili zetu zinafanya vizuri, tuko vizuri, mambo yetu yako sawa. Kwa hivyo tusomeshe, huwa hamna